Um, kwa jina naitwa Wilson Joel. Mimi ni afisa kilimo wa mkoa wa Njombe. Leo tumepata nafasi ya kuweza kutembelea kwenye eneo hili la shamba ambalo inajulikana kwa jina la Farm for the Future. Kimsingi tumejifunza miradi shughuli zinazofanyika hapa kwa miradi ambayo ya kibunifu kabisa ambayo ilikuwa imebuniwa, na taarifa pia tulionayo ni kwamba inaonekana eneo hili mwanzoni hakukuwa na shughuli ambayo ilikuwa inafanyika, na leo tukija hapa tunaona vitu vingi sana ambavyo vimefanyika kwenye eneo hili ambalo linanufaisha jamii. Sasa teknolojia ambazo tumejifunza hapa ambazo ni teknolojia za kimkakati kwa kulingana na mpango au dira ya nchi yetu ya 2050. Moja ni eneo la zana za kilimo ambalo kimsingi tunajua kwamba wakulima wetu kwa asilimia kubwa wanatumia zana ambazo sio endelevu na ni zana duni ambazo haziwapi tija za kutosha na zinawapa muda mwingi sana wa kufanya hiyo kazi. Na kwenye eneo hilo kitu pia ambacho tunajua ni kwamba pia mara pengine inawafanya sasa hata ile jamii ambayo inaibukia kwamba kuona kwamba sasa sekta ya kilimo haivutii, kwa sababu unakuta zana ni zana ambazo ni duni. Sasa zana ambazo tumejifunza hapa ni zana za kupandia. Tumeziona za kupandia mahindi, lakini tumeona pia za kuvunia viazi mviringo. Pia tumeona za kulimia shambani, hasa pia na kwenye eneo la kilimo hifadhi. Lakini hizi zimetengenezwa kwenye mazingira tofauti tofauti. Tumeziona za mazingira tofauti tofauti, ngazi tofauti tofauti, ambazo hizi zikiweza kuwafikia wakulima wetu, nafikiri inaweza ikawasaidia wakulima kuweza kuzalisha kwa tija, kwa maana ya kwamba hawatatumia muda mrefu sana kuweza kulima haya mashamba na kupanda, lakini pia kwa kuzalisha kwa ubora unaotakiwa, hasa kwenye viazi hasa kwenye eneo la uvunaji. Kuna changamoto pia, wakulima wanapotumia majembe la mkono huwa wanazikata ziko chini, na mara pengine sasa loss inakuwa kubwa, na loss hiyo inapokuwa maana yake kunakuwa na upotevu mkubwa ambao unaenda kuwapunguzia kipato kwenye mashamba yao. Lakini pia wanafanya kazi kubwa mashambani. Lakini pia teknolojia nyingine ambazo tumeziona ni hiyo ya uzalishaji wa mbegu. Mbegu za mahindi inazalishwa pia hapa. Nafikiri pia ni eneo ambalo ni la mkakati kwetu kutengeneza mazingira ya upatikanaji wa mbegu. My name is Sharif Magendo. I'm coming from Bear Igoma AMCOS. So far we are dealing with Irish potato production, and we have a lot of farmers that we are dealing with. Thanks a lot for being here. We're so proud to be here and Farm the Future, and we are so proud from Agouti since they invited us to visit this place. This place was wonderful for us, and we have seen a lot of things that we didn't expect that in recently or nowadays Tanzania we might have all this technology. All those machineries are very awesome for sure, and I think it will help many farmers in Tanzania. So far so good. I think this project of children farmers, this is very wonderful, and I think once God wish, we wish all regions in Tanzania have this project. Thanks very much for Feed the Future. From the future, they made a lot of stuff until this day. My worry on this machinery is the area that we differ in the production areas. Some farmers, they can't afford to acquire those machinery, and some areas can't be reached by those machinery. So I think we can adjust on that angles, or we can make it
in accordance to what our demand depending on our environments. Some areas can't be reached with those heavy duty machineries. We think you guys from the future can introduce this machinery that can be handled with just simple hand, and those machines can be affordable with many farmers. According to our capital, I think it may cost a lot of time to accumulate those money to acquire that machinery, and we think this is the right time for us to start using those machineries. So far, so good. You have done a lot of things. You introduced new technology to our industry and to the country, by the way. I think in the future, we are going to have a lot of yields. Since we are going to use those machineries, our production will be very huge and with better quality. So proud of you guys, and may God wish you. Thank you. Kwa majina naitwa Lilian Lugola, natokea taasisi ya kuendeleza kilimo Tanzania, inaitwa AGCOT. Leo tumekuja hapa Farm for the Future Kilolo Iringa, ambapo tumekuja na wadau mbalimbali kutoka katika sekta za kilimo, wakiwemo maafisa kilimo wa ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, pamoja na wataalamu kutoka katika kituo cha utafiti cha TARI na vyama vya ushirika vya wakulima pamoja na wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo. Kikubwa ambacho tumekuja kukifanya ni kujifunza au kuona biashara mpya ambayo Farm for the Future wameianzisha kwa kushirikiana na kampuni ya Underhug ambayo inatokea Norway, ambao wanauza vifaa mbalimbali vya kilimo. Kwa hivyo wadau wamekuja kujionea ni namna gani watapata mabadiliko kwa kutumia vifaa hivi vya kilimo ili kurahisisha zoezi la kilimo na kuleta mabadiliko katika sekta nzima ya kilimo na katika kuleta uhakika na usalama wa chakula zaidi. Asante.